cha Waefeso, in the book of Ephesians. Kitabu cha Waefeso ni chapter 6 kuanzia verse 10. Ephesians chapter 6 from verse 10. Ephesians chapter 6 from verse 10. Tutakuwa kubarikiwa, na kama umefika pale sema amen. Naona wengine bado tunatafuta Ephesians pale, ni jirani ya Philippians. Ephesians chapter 6 from verse 10. Na Biblia yangu ni ya Kizungu ingawaje nitaelezea, na dhimu yangu siku ya leo ni kujiandaa. Kujiandaa katika ulimwengu tunaoishi. Kujiandaa katika ulimwengu tunaoishi. Bwana atoe sifa. Na wakati tunapoongea juu ya kujiandaa, nataka uelewe ya kwamba kama msimu ambao tuko ndani yake ni msimu ambao ni wa baridi. Bwana apewe sifa. That means nikikuja na t-shirt ni lazima niwe tayari kukabiliana na the consequences. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo wakati tunaposema hali ya kujiandaa kama Wakristo katika ulimwengu tunaoishi, ni kumaanisha ya kwamba kuna mikakati fulani tunafaa kuiweka ndiposa tukaweze kusurvive katika ulimwengu huu. Bwana apewe sifa. Na niko hapa kukuambia kwamba katika ulimwengu tunaoishi, it is not friendly, especially to you as a Christian. Bwana apewe sifa. Kuna a lot of oppositions, kuna limitations zenye ziko mara pale, lakini ndiposa tukaweze kupenya kutokana na those limitations na pingamizi, ni lazima tukaweze kufuata yale mambo ambayo tumeweza kuambiwa katika chapter 6. Bwana apewe sifa. Na so chapter 6 kuanzia verse 10, Biblia inasema ya kwamba, finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Verse 13. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Verse 14. Stand therefore, having guarded your waist with truth, and having put the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayers and supplication in the Spirit, being watchful to the end with all perseverance and supplication for all saints. Kwa hivyo katika verse 10 tunaambiwa ya kwamba finally, ama hatimaye, wapendwa, ninawaomba ya kwamba mkaweze kuwa hodari katika Kristo, katika nguvu ambazo Kristo anawapea. Bwana apewe sifa. That means kuna a deposit, ama kuna uweza ambao umeweza kuachiliwa ndani yetu. Na that deposit, the reason ameweza kutufanya tukaweze kuwa strong, ameweza kutupatia that strength, ni ndiposa tukaweze kuwa strong. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na the reason aliweza kutupatia zile nguvu pia, alitupatia ni kwa sababu kuna wakati aliangalia kaona ya kwamba kuna wakati opposition itakuwa ya kuarise, but anajua ya kwamba we are going to survive, ama tutaweza kukabiliana nayo, ni kwa sababu kuna uweza ambao ameachilia ndani yetu. Bwana apewe sifa. Na sio anasema ya kwamba tukaweze kuwa wenye nguvu, tukajitie nguvu. That means there will come a situation ambayo itakuonyesha ya kwamba wewe hauna nguvu ama wewe ni mdhaifu. Lakini wakati ile hali inapojiinua, wewe ukaweza kusimama ukijua ya kwamba hauko peke yako. There is a certain deposit yenye imewekwa ndani yako. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo anaendelea kusema katika verse 11, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ati ya kwamba na tukaweza kuzivaa silaha zote. Anaongea juu ya zote, sio nivae zingine na niache zingine. Na the reason why anasema ya kwamba tukaweza kuvaa silaha zote, ni ndiposa tukaweza kukabiliana na mashambulizi ambayo ni ya muovu. Bwana apewe sifa. Na niliwaambia hapa nikasema ya kwamba shetani kila wakati huwa anashambulia, lakini tunajua ya kwamba sisi wakati tunapovaa silaha, hata wakati ameshambulia, wewe utakuwa protected. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo shetani hatapata mtu ambaye ako exposed. Bwana apewe sifa. Wakati mtu wako protected, ni kumaanisha ya kwamba that person is exposed. Wakati shetani anapoachilia jambo lolote, unapata ya kwamba lina
anaangamiza maisha yake. Wakati shetani anapoachilia shambulizi, unapata ya kwamba yule mtu hawezi akasimama tena. Lakini wakati tumevaa silaha zote, hata shetani ajaribu, kwa sababu atajaribu, utabaki ukiwa umesimama. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo anaendelea kusema ya kwamba katika verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of the wickedness in the heavenly places. Ati ya kwamba na sisi hatupigani dhidi ya nyama, vita vyetu sio dhidi ya nyama na mwili. Bwana apewe sifa. Lakini anasema ya kwamba tunapigana na watawala, tunapigana na nguvu, tunapigana na nguvu ambazo ni za giza katika ulimwengu huu. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo wakati tunaposema ya kwamba hatupigani vita ambavyo vinaonekana, vita vyetu kwa sababu viko katika kitengo ya kiroho, ni lazima na sisi wakati tunapopigana tupigane vita katika kitengo cha kiroho. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo anaendelea kusema katika verse 13, therefore take up the whole armor of God. Na wakati anaposema katika verse 13 atina, kwa hivyo chukueni silaha zote za Bwana, ni kumaanisha ya kwamba Bwana ameziachilia. Bwana apewe sifa. Anasema therefore take. Wakati nikisema ya kwamba, nikiambia David ya kwamba shika, ni kumaanisha ya kwamba mimi nishaelekeza mkono wangu kwake akaweze kuchukua. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo wakati tunapopata pale Biblia inasema ya kwamba take, therefore take. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba hizi silaha zote zishapeanwa kwetu. Na kwa hivyo jukumu letu ni kuchukua tu na kuvaa. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo katika hii safari ambayo ni ya salvation, hatukuachwa tutembee tu katika safari yenye haijulikani tunaenda namna gani. Tumeshapatiwa ama tumeshapangiwa safari ya kuelekea na silaha tumepewa. Bwana apewe sifa. Si kuna kampuni ukienda unapata ya kwamba kuna magwanda ama kuna mavazi ambazo ni lazima uwe ukiingia katika ile kampuni. Bwana apewe sifa. Na wakati umevaa zile manguo, hata ukiangalia katika mashule zetu kuna uniform za Gasharagi, kuna uniform zingine ni za Cheleta. Unapata ya kwamba shule zina uniform zao. Bwana apewe sifa. Na wakati amevaa hivyo, tunajua kwamba huyu ni mwanafunzi. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo wakati unapovaa silaha, shetani anajua ya kwamba hawa wana mwenyewe. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo anasema ya kwamba hiyo verse 13, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. Na kama vile niliwaambia ni ya kwamba, kama vile Biblia inasema ni ya kwamba ati tukaweze, wakati tunapovaa zinatusaidia kusimama wakati kuna siku ambazo ni za mabaya. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Si kuna siku za mabaya zenye huja. Bwana apewe sifa. Kama leo David amesema ya kwamba ndio amepatiwa kazi, lakini unapata ya kwamba kuna opposition pale. Bwana apewe sifa. So wakati hiyo siku imekuja, shetani akijaribu kuleta mashambulizi yake, anapata mtu ambaye amevaa silaha. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo anasema ya kwamba the reason why we are wearing, ama wakati sababu ya kuvaa zile tunavaa ndiposa tukaweze kusimama hata siku ambazo ni za maovu. Bwana apewe sifa. Na anaendelea kusema ya kwamba and having done all to stand. Na baada ya kufanya hivyo vyote, baada ya kuvaa yale mavazi yote, tunabaki tukiwa tumesimama. Hallelujah. Unajua kuna kitu ambacho hufrustrate shetani, kama wakati amejaribu kukushambulia lakini anakuacha kama umesimama. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Shetani anajaribu kuleta mawimbi yake ndiposa aweze kukufagia kuangushe, lakini kwa sababu umeshavaa silaha, amejaribu, lakini eventually anaibika wakati umebaki kama umesimama. Bwana apewe sifa. Na hiyo tunajua ya kwamba lazima tusimame ni kwa sababu silaha tumepewa. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo katika verse 14 anasema ya kwamba stand therefore having guarded your waist with truth. Na kwa hivyo anasema ya kwamba na kwa hivyo simameni na kwa kufunga viuno vyenu mshipi wa ukweli. Bwana apewe sifa. Na hiyo najua ya kwamba ni explain Jumapili hapa nikasema ya kwamba wakati Biblia inaposema ya kwamba tukafunge mshipi wa ukweli katika kiuno chetu, na nikasema ya kwamba hakuna shughuli yoyote unaweza ukafanya pasipo kutumia kiuno. Bwana apewe sifa. Ukiangalia wakati unapofua ni lazima utainama. That means hii pata hapa ni lazima itahusika. Wakati tunapolima lazima tutatumia kiuno. Wakati tunataka kukaa chini lazima tutatumia kiuno.
kiuno. Katika shughuli zote zile ninazozifanya katika maisha ni lazima nitumie kiuno. Na kwa hiyo anasema ya kwamba tujifunge mshipi ambao ni wa ukweli. Kumaanisha ya kwamba shughuli zetu za kila siku ni lazima ukweli uweze kuchukua the center stage. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kuna wakati mwingine unapata ya kwamba shetani anataka watu wa bribe. Bwana apewe sifa. Shetani anataka watu waongane, ndiposa mtu aweze kupata nafasi fulani. Lakini sasa kulingana na Biblia tunaambiwa ya kwamba ukweli ule ni lazima katika shughuli zote, iwe ni kazini, iwe ni nyumbani, iwe ni mahali ambapo ninapoishi, iwe ni kuishi na jamii yangu, ni lazima ukweli ukaweze kuchukua the center stage. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na si wakati mwingine inakuwa hata ni vigumu hata kwangu na kwako. Bwana apewe sifa. Na nikauliza hapa siku moja, nikawauliza, wakati mtu amekupigia simu na labda ulikuwa na deni yake. Halo. Bwana apewe sifa. Na akuambie niko hapa kwa mlango, nimekungojea, nimekujia ile deni. Ni nini huwa inalini katika mawazo yako, ama ni nini huwa unamwambia cha kwanza? Unajua ni vizuri tuulizane. Bwana apewe sifa. Haleluya. Hapo ndipo sasa mtu huwa anapima, unaona kana kwamba ni mshipi nimefunga ni wa ukweli ama ni wa uongo. Bwana apewe sifa. Si wengine hata usema umekuja kama umechelewa, niko mbali, labda tuonane kesho ama tuonane Saturday. Bwana apewe sifa. Haleluya. Lakini sasa unajua sasa shida ya uongo, lies, you need a bigger lie to cover the first lie. Ama unahitaji uongo mwingine mkubwa kufunika ule uongo wa kwanza. Bwana apewe sifa. Haleluya. Si hata kwa mavazi yenye tunayovaa, mtu anavaanga mavazi yenye inatoshana exact na mwili wake. Si unahitaji a bigger thing to cover you. Bwana apewe sifa. That means when you lie, you need a bigger lie to cover the first lie. Bwana apewe sifa. Na kwa hiyo wakati unapoongea juu ya ukweli wakati unapozungumza ukweli unakuweka huru. Bwana apewe sifa. Mtu habakiki akiwa a slave. Unakuwa free ni kwa sababu umeongea ukweli. Lakini wakati umeongea uongo, unapata ya kwamba unabaki ukiwa a slave. Na unajua sasa hata nikibarua watu ujipea, wakati unapoongea uongo, you need a lot of strength to remember what you said. Bwana apewe sifa. Si unahitaji nguvu zaidi za kukumbuka kile ambacho ulisema. Na wakati mwingi mtu usahau. Bwana apewe sifa. Na hapo ndio mtu ufika anasema ya kwamba mimi venye wacha nitumie David. Mimi kwenye David aliniambia ninaona kama si ukweli. Kwa sababu venye aliniambia na venye ameniambia leo, hizo statement mbili zinakataana. Ni kwa sababu sasa ukumbuke ile the first lie yenye ulidanganya. Bwana apewe sifa. Lakini wakati umeongea ukweli, hata huhitaji that strength to remember, ni kwa sababu it will be automatic. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba katika safari hii ya wokovu ambao tulio nayo, ni lazima tuweze kufunga viuno vyetu na mshipi ambao ni wa ukweli. Na tunaendelea kuambiwa ya kwamba katika verse 14 part B, having put the breastplate of righteousness, atina tukishafunga dari ambao ni ya haki. Ni chepeo ni dari ama ni chepeo? Breastplate ile ambayo inawekwa hapa katika kifua. Na nikasema ya kwamba hapa wakati tunapozungumzia juu ya hiyo chepeo ambayo inawekwa hapa katika kifua, ina guard the heart. Bwana apewe sifa. Kazi yake ni kuulinda moyo. Ni kumaanisha ya kwamba chochote ambacho kitajaribu kuingia katika moyo wako kinapata ya kwamba kimewekewa kikwazo. Bwana apewe sifa. Kuna kizuizi mahala pale. Na wakati ule ukumbuke ya kwamba hata wakati shetani anaposhambulia, yeye ata make sure ya kwamba ameleta katika mawazo. Na wakati imeingizwa katika mawazo, inakuwa story katika moyo. Bwana apewe sifa. Lakini wakati tumegadi mioyo yetu, tumeweka haki katika mioyo yetu, hata shetani ajaribu hataweza. Bwana apewe sifa. Na si katika mioyo yetu hapo ndio uhai ulipo. Mtu akiguza moyo wako si amekuangamiza. Bwana apewe sifa. Na ndipo unapata ya kwamba siku ya leo hata kuna watu wengi sana wamecommit suicide ama watu wenye wamejiua, ni kwa sababu moyo wao uliweza kuvamiwa, ni kwa sababu moyo ulikuwa exposed. Bwana apewe sifa. Na so we need to guard our heart na righteousness, haki. Hello. Bwana apewe sifa. Na hiyo inapelekana na ni kama tu na ukweli, kwa sababu wakati umeprotect hati yako, wewe make sure ya kwamba mimi sitaki stress katika maisha haya. So hata wakati utakapoletewa maneno
ya kurarua mtu mwingine, hautakubali ingie katika moyo wako. Ni kwa sababu unajua ya kwamba haya mambo yakishaingia kwangu na nishiriki na mwingine, wakati kitaumana, kwa sababu kuna siku ya kuumana. Halo? Siku na wakati mambo badilika. So inaanza kutresiwa nani alisema ABCD. Wakati itakapofika kwako, unajaribu kuuliza dunia ipasuke ikumeze, ni kwa sababu sasa umekuwa exposed. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo lazima tukaweze kuguard our heart. Let us guard our heart. Ni kwa sababu ukiguard your heart, utakuwa safe katika ulimwengu. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Katika verse 15 anasema ya kwamba, and having shown your feet with preparation of the gospel of peace. Na tukishafunga miguu yetu ama tukishavaa viatu kana kwamba ni utayari wa kupeleka neno la Bwana. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ni lazima tuache kufanya Kristo kuwa private. Wacha Kristo akaweze kuwa public. Ati ya kwamba wakati wote unapokutana na mtu yoyote yule, unaweza ukamwambia juu ya wema wa Bwana. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Ni lazima tuwe tayari. Ati ya kwamba mahali popote unapoenda, you can share that gospel. Hallelujah. But how many people today wanajua kama tumeokoka ama hatujaokoka? Na wakati unapoenda mahali unapata ya kwamba you are ashamed. Wakati unajipata ya kwamba unaibikia Yesu, jua ya kwamba uko katika the wrong turn. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Yesu ni lazima asiwe private, lakini tumfanye kaweze kuwa public. Mahali popote nikienda, ninaweza nikashare. Wacha watu wajue ya kwamba nimeokoka. Bwana apewe sifa. Ni lazima niwe tayari. Ni lazima niache kuwa ashamed kwa sababu ya the gospel. Na kwa sababu tunajua kwamba gospel is the power. Hallelujah. It is the power. Na Biblia inaendelea kusema ya kwamba atina wanao win souls, ama wale watu wanaofanya evangelism na wanao win zile souls, wale watu ni wenye hekima. They are wise. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Na so wakati unapopata ya kwamba unakuwa na fear ya kushare that gospel, shetani anataka usishare ndiposa usiweze kuwa wise, na the opposite of kuwa wise si ni foolish. Bwana apewe sifa. So shetani anataka kureduce watu wakaweze kuwa fools. Bwana apewe sifa. Lakini wakati tunapo share the gospel, tunabaki kuwa watu ambao ni wise. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Wangapi wanapata kitu? Okay, tuendelee katika verse 15. Katika verse 16 nasema ya kwamba, above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Ati ya kwamba na zaidi ya yote tukaweze kuchukua ngao, the shield. Tukaweze kuchukua ngao ambayo ni imani. Na kupitia kwa ile imani, kazi ile imani ni kupinga mishale yote ambayo ni ya muovu. Bwana apewe sifa. Ati ya kwamba shetani wakati anapojaribu kurusha mshale, anapata ya kwamba wewe umeweka imani. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Na wakati tunapoongea juu ya imani, nilisema ya kwamba ati faith wakati mwingine inaonekana ni kana kwamba ni upumbavu kwa wale watu wasioelewa. Bwana apewe sifa. Lakini kwetu sisi tunajua ya kwamba when we apply faith, things do happen. Mambo yanabadilika. Na kwa hivyo wakati unapotembea kama Mkristo kwa maisha ambayo hauta apply faith, chenye unafanya unaji-expose kwa shetani. Kwa sababu wakati wote lazima atarusha yale mashambulizi. Bwana apewe sifa. Na unajua ya kwamba mashambulizi yake ni real. Kuna watu wengi siku ya leo, today they are down. Ni kwa sababu waliji-expose. Hawakutaka hata ku-exercise faith. It is one thing to say that you have faith, and it is another thing to do when you are exercising faith. Ati ya kwamba ni rahisi kusema ya kwamba nina imani, lakini pia kuna utofauti wakati unaposema nina imani na wakati ninafanyisha ile imani kazi. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na Biblia inasema ya kwamba katika Hebrews 11 verse 6, ati ya kwamba and without faith hauwezi ukamfurahisha Bwana. That means kama siwezi nikamfurahisha, chenye ninafanya ninamuannoy, ninamkasirisha. Bwana apewe sifa. Na wakati ninamkasirisha, chenye kina happen, ninakuwa mbali sana na yeye. Na wakati nimeenda mbali sana na yeye, mahala pale shetani anaweza akaniweka chini. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ukisikia ya kwamba hapa kuna security, kuna camp ambayo ni ya security, na usikie ati ya kwamba ukitoka katika hii camp ufike pale juu, pale utashikwa ngeta. Na wewe decide ya kwamba wacha tu nitembee. Si ukifika pale utafanya kama wale wengine, utashikwa ngeta. Bwana apewe sifa.
Na so wakati tunapoongea juu ya hii imani, wakati tumekorokea, wakati hatukafurahishi Bwana, tuna run away from God. Na so wakati tumetoka karibu na yeye, mahali ambapo kuna usalama, tunakaribia upande ule mwingine ambao ni waadui. Na so tunakuwa exposed, na wakati ule shetani anaweza akatuangusha kiurahisi. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na so we need that faith. Na faith inakuwa ni kama asili. Bwana apewe sifa. Wakati ile seed imeanguka, wakati umezungumzia hata milima ile inahama, ni kwa sababu umetumia imani. Bwana apewe sifa. Milima haihami kwa sababu tumetumia muscles. Milima inahama as a result of using faith. Bwana apewe sifa. Na kuna wakati ambao umefika, ama majira ambayo tulio ndani yake, ni lazima tuanze kutembea to exercise that faith. Biblia inasema nini katika Hebrews 11 verse 6? Katika Hebrews 11 verse 1. Hebu tuone katika Wahibrania. Hebrews. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Biblia inasema ya kwamba katika Hebrews 11 verse 1. Hebrews 11 verse 1. Inasema ya kwamba now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ati ya kwamba sasa imani ni baada ya mambo tunayoyatumainia na kuwa na hakika kwa mambo yasiyoonekana. Bwana apewe sifa. Uhakika wa mambo yasiyoonekana. Imani ni baada ya mambo tunayotumainia. Na kwa Kiswahili kingine wanasema ya kwamba kusadiki mambo tusiyoyaona. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo wakati tunapozungumzia juu ya imani, sio mambo yanaonekana katika macho ya kiasili. Haleluya. Ni mambo yasiyoonekana. Ingawaje hayaonekani, wewe unayaona katika ulimwengu ambao ni wa kiroho, na ndiposa yakaweza kudhihirika katika ulimwengu ya kiasili, ni lazima utembee katika ile imani. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na kwa hivyo wakati tunapozungumzia juu ya hiyo ngao ambao ni ya imani, ni lazima tu make sure ya kwamba mahali popote unapotembea, ni lazima ukinge mambo yoyote ambayo shetani anajaribu kuleta yenye anakuonyesha ya kwamba huwezi. Bwana apewe sifa. You are able as more than what you think. Bwana apewe sifa. You are more than able wakati unapo apply faith. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ati imani unafika tu mahali na unasema ya kwamba hapa mimi siondoki hadi wakati Bwana atatenda. Na wakati ule umesimama katika imani, usifikirie kwamba shetani sasa atakuwa ameinua mikono amesema ya kwamba I surrender, ni kwa sababu yule mtu wako katika imani. Bado atazidi kukurushia doubt. Bwana apewe sifa. Shetani atakuwa tu akikaa pale, anakujaribu kila wakati ndiposa uachilie, uwe hauna doubt. Bwana apewe sifa. Lakini wakati ule ukisimama na useme ya kwamba hata kama shetani ananiletea doubt, ninajua ya kwamba mimi Mungu wangu ni lazima atakuja. Niko hapa kukuhakikishia kwamba surely God will come. Bwana apewe sifa. Na Mungu atakuja na abadilishe mambo. Ni kwa sababu umesimama katika imani. And therefore, my brothers and sisters, we need to walk in faith. Bwana apewe sifa. Ni lazima tusimame na imani. Na wakati mwingine kama vile ambavyo nimewaambia, imani huwa inazungumza kinyume na hali. Kwa sababu hali yangu, labda hali ambayo niko ndani yake, sina pesa katika mfuko. Bwana apewe sifa. That is the reality. Si ni kweli? Bwana apewe sifa. Kama sina pesa, sina pesa. Si huo ni ukweli? Bwana apewe sifa. But now faith ina demand you challenge that. Ati ndio sina pesa, lakini najua ya kwamba kwa sababu kuna mambo ABCD nataka kutekeleza, ninataka nikaweza kuamini Bwana atende. Mungu atakuja na atatenda. Bwana apewe sifa. And therefore we need to walk in faith. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Katika verse 17 nasema ya kwamba and take the helmet of salvation and the sword of the spirit. Ati ya kwamba na sasa tukaweza kuchukua kofia ambayo ni ya wokovu. Bwana apewe sifa. Tuvae kofia ambayo ni ya wokovu. Na kama vile ambavyo niliwaambia ni ya kwamba ukivaa kofia it is visible to everyone. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo wokovu wangu huo unajulikana tu, sio kwangu peke yangu, hata kwa wale watu wenye tunaishi na wao. Bwana apewe sifa. Haleluya. Siku na wakati tunasema ya kwamba mimi sijali venye tu watu watasema waseme. Mimi moyo kuokoka ni moyo.
Sijui kama ushaisikia hiyo. Kuokoka ni ni sawa, kuokoka ni moyo. Lakini nao huo moyo huwa una affect even the body. Bwana kwa sifa. Huwa una affect hata the body. Na wakati umeokoka katika moyo wako na imeanza ku affect the body, wale watu wenye wamekusurround ni lazima witness. Bwana kwa sifa. Haleluya. Ushaenda mahali ukasema ya kwamba mtu fulani ameokoka. Huyu ameokoka kweli? Ni kwa sababu akiangalia matendo na chenye kinasemekana haziambatani. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kwa hivyo wakati tunaposema ya kwamba kofia, wakati tunapoambiwa ya kwamba tuvae kofia kama wokovu wetu, ni kumaanisha ya kwamba wokovu wetu unafaa kuwa visible hata kwa wale watu wenye wametuzunguka. Anapewa sifa. Haleluya. Ambia jirani yako hata wokovu wakati mwingine sio private. Ni lazima wale watu wengine washuhudie. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa sababu wokovu unafanya hata mtu abadilike hata nje. Haleluya. Na kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba kuchukua tukaweze kuvaa and take the helmet of salvation. Na jambo la pili part B yake anasema ya kwamba and the sword of the spirit which is the word of God. Na sasa wakati unapoambiwa ya kwamba na upanga wa roho ambayo ni neno lake Bwana, ni kumaanisha ya kwamba kama vile niliwaambia hapa, ni ya kwamba upanga kazi yake ni kushambulia. Lakini fence tumepata ya kwamba ni kukinga. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kuna kuattack na kuna kudefend. Hallelujah. So we attack through the word of God. Huwa tunashambulia kupitia kwa neno la Bwana. Na kwa hivyo tumeambiwa ya kwamba neno la Bwana kama upanga. Na sio kila mahali popote unapopata ya kwamba shetani kuna mambo amejaribu kuharibu, wakati ule una apply the word of God kujaribu kuharibu kila mipango yote ya shetani. Na ndio unapata ya kwamba ni vyema kujua neno la Bwana. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Because uweze kujua how are you going to apply it. Because kama haujui, na shetani huwa anadili hiyo sana, watu wasijue, diposa azidi kuwafunga. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba and you shall know the truth and the truth shall set you free. It is not just that truth, but the truth that you know. Ukishajua huo ukweli ule ndio unakufungua, unakuweka huru. Na kwa hivyo ule ukweli ndio tunatumia hilo neno la Bwana wakati wowote mambo hayaendi kulingana na mapenzi ya Bwana. Na tunabadilisha anga hata zinakuwa kulingana na mapenzi ya Bwana. Haleluya. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo tumeambiwa ya kwamba ni vizuri to make sure ya kwamba sisi tumeweza kuchukua upanga ambao ni wa roho, ambalo ni neno lake Bwana. Haleluya. Na katika verse 18 nitamalizia pale. Verse 18. Biblia inasema ya kwamba praying always with all prayer and supplication in the spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba na kuomba kila wakati. Always. Ni lazima tukaweze kudevelop a culture ya kuwa watu ambao ni waombaji. Bwana apewe sifa. Ni lazima tukaweze kuwa watu ambao ni waombaji. Na wakati utakapofika mahali upate ya kwamba sasa kuomba kumekuwa ni kana kwamba ni mlima, jua ya kwamba shetani ameanza kukumaliza polepole. Shetani ameanza kuachilia slow puncher. Bwana apewe sifa. Ni lazima tukaweze kuwa watu ambao wanaopenda maombi. I don't pray ni kwa sababu ati watu wamenizunguka wale ninaomba. I am praying hata wakati niko peke yangu. Bwana apewe sifa. Even as you are walking, unaweza kuwa unatembea lakini unafanya prayer walk. Hallelujah. Unaweza kuwa katika ile muda ambao ni ya maombi. Ni kwa sababu shetani anajua ya kwamba mtu ambaye sio muombaji hata hahitaji strength kuweza kuangusha yule mtu. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Na lazima to develop that culture of being prayer. Hallelujah. Na kwa hivyo ndiposa tukaweza kusurvive katika ulimwengu tulio ndani yake, pamoja na changamoto zenye ziko mara hapo katika ulimwengu huu. Ni lazima to make sure ya kwamba sisi tunatembea katika imani. Ni lazima tutumie upanga ambao ni wa neno la Bwana. Ni lazima tukaweze kuwa watu ambao ni wa witness. Wakati tunapo witness, tunafanya katika kampu ya enemy akaweze kulose. Bwana apewe sifa. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hii. Unajua ukiwitness hata mahali ambapo unapoishi, ukiwashuhudia na waweze kuwa converted, ujue ya kwamba shetani
hata kuwa na access kwako tena sana. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu sasa mmekuwa the majority. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Lakini sasa kama ha witness na wale wenye wamekusharau ni watu wenye wanaenda katika ushirikina, ujue ya kwamba utakuwa unapigana vita za kiroho kila wakati. Bwana apewe sifa. Lakini wakuwa converted, unapata ya kwamba hata atmosphere, mazingira ya mahala pale inaanza kubadilika. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo lazima tu exercise. Sisi wenyewe tuanze ku exercise. Ukikutana na wale watu unaishi karibu nao, wa witnessie, wacha waweze kubadilishwa. And how are we going to convert these people? It is through love. Bwana apewe sifa. Ni kupitia kwa upendo. Ukionyesha upendo kwa wale watu, ni rahisi sana kuwabadilisha. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo salvation yetu pia lazima ionekane. Wacha salvation yetu isiwe tu na maneno mengi, lakini wacha matendo yawe mengi. Bwana apewe sifa. Wacha actions ziweze kuongezeka, lakini maneno yapungue. Wacha nikienda mahali waseme ya kwamba na pastor ameokoka. Yule pastor unaona yule ameokoka. Bwana apewe sifa. Lakini ukisema pastor ameokoka alafu huyo tunatashwishi. Yule ya kwamba kuna kamambo bado hajaachili. Bwana apewe sifa. And the question to ask ourselves, ama swali tunafaa kujiuliza, wakati hatuko, watu huwa wanasema nini kutuhusu? Na wakati hao watu hawako, huwa tunasema nini kuwahusu? Bwana apewe sifa. Because venye watu husema kunihusu, it is very important. Na venye na mimi husema kuhusu wale watu, it is also very important. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ambie jirani yako, ni vizuri wokovu wetu ujulikane na watu wote. Bwana apewe sifa. Ni vizuri wokovu wetu ujulikane na watu wote. Ati hata ukienda mahali popote, shetani inafili ya kwamba hapo mwenye ameingia ni mtu tofauti. Hallelujah. Si wakati Yesu alipoenda na akakutana na yule jamaa alikuwa anakaa katika makaburi, Yesu hata alikuwa ameongea jambo. Si yule jamaa alianza kusema, kwani mmekuja kuniangamiza kabla ya wakati wako? Mnaniuliza nini? Presence. Bwana apewe sifa. Uwepo tu wake, mapepo yakaanza kulia. Na tunafaa tufike mahali kama pale, ati ukienda mahali popote, mapepo yanaanza kulia hata kabla hujaongea jambo lolote. Ni kwa sababu ya the atmosphere. Yule mtu ameingia hapa ni mtu tofauti. Bwana apewe sifa. Wacha nikupatia good example. President akienda mahali, akikuja kama pale junction, si hata hapa mtajua president yuko hivi. Bwana apewe sifa. Presence yake inakuwa felt. Hallelujah. Na pia na wewe unafaa ujue ya kwamba kwa sababu wewe ni ambassador, wewe ni balozi wa mbinguni na umekuja katika ulimwengu kuweza kuwakilisha the kingdom of God, ni lazima impact yako iwe felt. Ukienda mahali labda shetani alikuwa ameleta confusion, mambo yanakuwa aligned. Ni kwa sababu umeokoka na unajuana naye vizuri. Bwana apewe sifa. Ambie jirani yako, ni vizuri presence yako iwe felt. Waambie uwepo wako ukaweze kuwa felt. Hallelujah. Na wakati unapofuata yale mambo ambayo nimewaambia, hata shetani akijaribu kuleta confusion katika ulimwengu huu, wewe utabaki tu umesimama. Hallelujah. Amen. Wewe kama sio Bwana, siku ya leo ungekuwa hapa kweli? Bwana apewe sifa. Siku na mambo mengi sana umeyapitia. Mengine ulikuwa unaona ni kana kwamba yamekuja kukumaliza. Bwana apewe sifa. Hata wakati tulipokuwa tukiegua mambo ya 2021, haukufikiria kama utawahi fika 2021. Ni kweli? Bwana apewe sifa. Ilikuwa ni kana kwamba ni ndoto. Kwa sababu ukiangalia yale mambo yenye yamekuzunguka na ukiangalia mahali 2021 iko, ulikuwa unaona huko nikifika, ni Mungu tu. Bwana apewe sifa. Lakini siku ya leo uko huko. Ni kwa sababu ya nani? Purpose ya shetani ilikuwa ya kukuangamiza kabla hujajuana na Mungu sawa sawa. Kwa sababu anajua ya kwamba akikuangamiza kabla hujajuana na Mungu sawa sawa, hata mbingu hautaiona. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo hata wakati tunapoishi katika ulimwengu huu, ni lazima tuishi tukiwa prepared. Ni lazima tuwekeze katika kingdom ya Bwana. Ati ya kwamba hata siku ya leo ukapumzika, bado utaenda mbinguni. Bwana apewe sifa. Na wakati wote ni vizuri kujiuliza, je, investment zangu wakati ninapofanya investment, huwa ninapatia the kingdom of God the first priority? Bwana apewe sifa. Si kwa sababu si watu huaga hata wale wanajuana na Mungu na wenye wajuani na Mungu. Bwana apewe sifa. Lakini ukweli wa mambo, can you withdraw where you did not invest?
Bwana apewe sifa. Si mtu withdraw mahali ambapo amewekeza. That means wakati ule sitakuwa, wakati watu watakapokuwa wakiingia, hata mimi nitakuwa wa kuingia kwa sababu niliwekeza katika ufalme wa mbinguni. Uliza jirani yako, wewe unawekeza wapi? Bwana apewe sifa. Haleluya. Na kwa hivyo ni vizuri hata kujulikana. Hata ukitembea mahali popote, wewe unajulikana na unajua wewe mwenyewe vizuri ya kwamba mimi ni wa mbinguni. Kwa sababu kuna watu huwezi danganya. Hawezi danganya Mungu, si ni kweli? Hawezi danganya shetani. Si ni kweli? Na hawezi kujidanganya. Halo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo nikikuja hapa niseme ya kwamba na niimbe wimbo niseme tunaenda. Mimi ninajua ndani yangu nyinyi ndio mnaenda lakini mimi siye. Na pia Mungu anajua ya kwamba hata akisema tunaenda, yeye haendi, wengine ndio wanaenda. Na shetani akiangalia anasema ya kwamba hiyo ni sadaka. Bwana apewe sifa. Ambie jirani yako ni vizuri kujua vile ambavyo Mungu anajua. Mwambie hivyo. Kama tunaenda, Mungu anajua tunaenda. Na kama tunasema tumeokoka, hata Mungu anadhihirisha kwamba tumeokoka. Bwana apewe sifa. Na wakati unapofanya hivyo, shetani atakuwa na budi kuachana na wewe. Atakuwa anajaribu mashambulizi, lakini atapata mtu ambaye ako protected. Haleluya. Na kwa hivyo kusurvive katika ulimwengu kama vile ambavyo tumesema, ni lazima ukaweze kuweka imani sawa sawa. Haleluya. Ni lazima wokovu wetu uonekane sawa sawa. Ni lazima tuwawitnessie wale watu wengine, kwa sababu hatuwezi pia wale watu wengine chenye hatuna. Haleluya. Kama Mungu ndiye tele katika maisha yetu, tutashare na wale watu wengine. Haleluya. Bwana apewe sifa. Ni lazima tuwe watu ambao ni waombaji. Ni lazima tulinde mioyo yetu. Lazima tulinde mioyo yetu. Na wakati tunaposema kitambaa, wakati tunaongea juu ya salvation kama kofia, ni lazima ujue ya kwamba inazungumzia juu ya kuprotect our thought lines. Bwana apewe sifa. Vile ambavyo tunavyofikiria. Si kuna wakati mwingine huo unapata fikira fulani na unajiuliza, na nimeokoka kweli? Ama ni pastor peke yake? Haleluya. Kuna kawazo kashaikuti katika mawazo yako na ukapata kamekuja kamekukoroka sana na ukajiuliza, by the way, ukajiita David, nimeokoka. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kashaikuja. Bwana apewe sifa. Hadi unajifinya unaangalia kama ni wewe. Unafikiria hivi. Halo? Si hata kuna wakati mtu ujiita. Ina pastor na unaitika umeokoka. Kulingana na venye nimefikiria, naona ni kama sijaokoka. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na kwa hivyo tunaambiwa kwamba ni vizuri kuprotect our thought lines. Bwana apewe sifa. Kwa sababu hii mawazo wakati mwingine zinaweza zikaenda zaidi. Zinaweza zikaenda. Ukikumbuka zile changamoto zenye umepitia, wakati mwingine akili zimekuja na zimechukuliwa na shetani. Na nikana kwamba sasa inafunguliwa jehanamu ziingie kule. Bwana apewe sifa. Lakini wakati mwingine ni vizuri kuambianga mawazo, wewe umeenda sana. Mimi sipitangi huko. Haleluya. Bwana apewe sifa. Na tukifanya hivyo tutaweza kusurvive katika ulimwengu. Haleluya. Wangapi wamebarikiwa siku ya leo? Wangapi wanaambia Bwana nisaidie. Saidia mawazo yangu. Saidia imani yangu. Saidia witness kwangu. Nisaidie Bwana. Tusimame juu kwa miguu yetu. Thank you Jesus. We worship you. Inua mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuinua, tunakuhimidi, wewe ni Bwana. Baba, umezungumza pamoja nasi juu ya vile ambavyo tunafaa kuishi katika ulimwengu huu ambao kuna changamoto za kila namna. Baba, tusaidie kuweza kuzingatia hatua ambazo umeweza kutupia katika neno lako, na ndiposa hata wakati changamoto zimekuja zitatuweza tukuwa tumesimama, kwa sababu wewe ni Bwana. Tunakushukuru, tunakuinua na kubariki kwa sababu ya kila mmoja wetu. Baba, wasaidie katika wiki, wakati wanapoendelea katika shughuli zao, wache ukweli wako kaweze kuchukua the center stage. Kila roho zote za kucompromise nimekatana nazo katika jina la Yesu. Saidia watu wako kusimama wima kwa ajili ya utukufu wa jina lako, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Mbarikiwe sana, muwe na wiki njema, na Bwana akawatendee sawia na mapenzi yake, kwa maana yeye ni Bwana. Amen. Nayo neema ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nanyi sasa na hata milele. Amen. Barikiweni sana.